الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. Ndugu zangu, wanafunzi wetu, vijana wote, assalamu alaikum jami'an rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Juma mubaraka kwenu nyote. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fursa hii, siku hii tukufu ya Juma, kutujumuisha hapa leo ili tujikumbushe mambo ya kimsingi katika dini yetu. Usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal. Najihusia na kuhusieni nyote kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kujitahidi katika taa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na kila aina ya maovu na maasi. Tuko katika msimu wa ibada kubwa ya Hajj. Mamilioni ya watu wameielekea Makka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya Hajj. Na juma iliyotangulia tulizungumza machache kuhusu ibada hii ya Hajj, na tunaendeleza mazungumzo, kwani kuna nukta nyingi sana ambazo kwamba zinahusu ibada hii muhimu, na huenda vikatufaa na ikawafaa na wengine kujikumbusha falsafa na malengo ya Hajj, ili kwamba tunapoipata fursa ya kuitekeleza Hajj tuwe tunaweza kuifanya kwa namna ambavyo kwamba imekusudiwa na kutufikisha kwa malengo asli ya Hajj. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Ali Imran anatuambia, qul sadaqa Allah fattabi'u millata Ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bibakkata mubaraka wa hudan lil'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'ala an-nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Aya ya 95 hadi 97. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Katika aya hizi, kwanza tunajikumbusha kuwa sote tumeamrishwa kufuata mila ya Ibrahim alayhi salam, yani mwenendo na desturi ya Ibrahim, mmoja katika mitume wakubwa waliotumwa katika jamii ya binadamu. Na shiar muhimu ambayo kwamba Ibrahim alayhi salam anajulikana nayo na kusifika nayo ni ya kupinga shirk kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani kupinga aina yote ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na chochote, kuvunja vitu ambavyo kwamba havina haki ya kutambuliwa kama miungu, kuondosha athari yoyote ya kitu chochote ambacho kwamba kinamuondosha mtu au kinampotosha mtu kutoka katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumuondoa katika tauhid.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fattabi'u millata Ibrahim, basi fateni mila, desturi, mwenendo wa Ibrahim hanifan, ambaye kwamba alikuwa akifata njia ya kati, tariq alwasat, na ndio tariq ya mitume wote, ndio tariq ya sawa. Wama kana minal mushrikin, wala Ibrahim hakuwa katika miongoni mwa watu wenye kufanya shirk, yani wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na utaona kwamba Ibrahim unwani yake kubwa ni kwamba sio mushrik. Ibrahim alayhi salam alisimamisha tauhid ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumpwekesha Mwenyezi Mungu na kuwaita watu katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kupinga masanamu na yeyote yule ambaye kwamba alikuwa amejipa nafasi ya kuabudiwa ama kutiwa kando na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio tunaona kwamba mapambano makubwa aliyafanya Ibrahim alayhi salam katika wakati wake ni kupambana na hii aina ya ibada, kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya hapo anatuelekeza kwa jambo muhimu ambalo kwamba linafungamana na mada yetu ya haji. Asema jalla sha'nu, inna awwala baytin wudi'a linnas, nyumba ya kwanza kabisa kuwekwa kwa ajili ya watu, wudi'a linnas, lalladhi bibakkata mubaraka, ni nyumba ambayo kwamba iko katika mji wa Makka, na mji wa Makka kwa jina lingine ni Bakka. Kwa hivyo ikitambulika kwamba Bakka, Makka, nyumba ambayo kwamba imebarikiwa, ndio nyumba ya kwanza ambayo kwamba imewekwa kwa ajili ya watu, ili kwamba iwe ni kivutio, iwe ndio center, ndio markaz ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutangaza tauhidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kupinga aina yote ya shirk, na kwamba anayefaa kuabudiwa na kutiwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala si kitu kingine chochote. Ibrahim alayhi salam alihusika katika kuijenga Kaaba, kama tulivyotaja katika wiki iliyopita. Baada ya Kaaba kupotea alama zake, Mwenyezi Mungu alimuelekeza kwenye ilikuwa Kaaba toka mwanzo, akainua nguzo zake kwa kusaidiwa na mwanae Ismail alayhi salam. Inna awwala baytin wudi'a linnas lalladhi bibakkata mubaraka, nyumba hii imebarikiwa, wa hudan lilalamin, ni uongofu kwa walimwengu. Na utaona hikma na falsafa ya sisi sote kuamrishwa kuelekea Makka kipindi cha swala, kuelekea Baitul Haram, kuelekea Al-Kaaba Sharifa tunaposwali, ili kwamba iwe direction yetu, mwelekeo wetu, mafungamanisho yetu yote ni jiha moja, ni direction moja, ni upande mmoja ambao kwamba ni alama ya tauhid na mwito kwa ajili ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fihi ayatun bayinat, katika nyumba hii utapata alama ambazo kwamba ni wazi. Kuna ayat, kuna vitu vinavyokumbusha utukufu, ukubwa, adhama, hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nyumba hii. Utaiona Hajarul Aswad, utaona maqamu Ibrahim, utaona Hijr Ismail. Vitu hivi vyote vimewekwa ili kwamba vikuelekeze kwa ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kukumbusha utukufu na adhama na qudra na ilmu na hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fi ayatun bayinat, ndani yake kuna maqamu Ibrahim, kuna alama ya Ibrahimu alayhi salam ya miguu yake alipokuwa akijenga Kaaba.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amebakisha kuwa iwe ni alama, iwe ni aya ambayo kwamba itawakumbusha kazi aliyoifanya Ibrahim alayhi salam. Waman dakhalahu kana amina. Amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba chochote kile ambacho kwamba kitaingia katika eneo la Kaaba ni kisalimike. Ndio maana chochote kile hakifai kuuliwa katika eneo la Kaaba Sharifa, na hata mtu ambaye kwamba anastahili kuuliwa hawezi kuuliwa katika eneo la Kaaba, ni mpaka atolewe na adhabu ya kuuliwa kwa mfano iwe itafanyika nje ya eneo hilo. Chochote kile kinatakana kisalimike. Mtu yote akimbilia eneo la Masjid Haram la Kaaba anasalimika, anatakana kusalimika. Ndio amri ambayo kwamba watu wamepawa. Kisha asema walillahi ala nas hijjul bait man istata'a ilayhi sabila. Mwenyezi Mungu ana haki juu yenu watu kwamba muizuru Kaaba, kila mwenye uwezo aiende Kaaba, aihiji Kaaba, aende Makka kwa ajili ya haji, ambaye kwamba hana kipingamizi. Hii ni faridha ambaye kwamba kila Muislamu anatakana kuifanya, na akikosa kuifanya bila ya udhuru yote, bila kuwa labda ni mgonjwa ama amezuiliwa na sultan, ana vipingamizi ambavyo kwamba ni vya haki kulingana na riwaya, falyamut inshaa yahudiyan au nasraniyan, yani anakuwa hamo katika mila ya Uislamu, hamo katika mila ya haki ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali anakuwa ni nje ya mfumo huo. Hasa atakufa katika mila zingine, awe ni Nasrani au awe ni Yahudi, inamtoa nje. Mtu akikosa kuhiji kimakusudi, kuna watu ambao kwamba wanakuwa na udhuru wa kuhiji labda kwa sababu afya zao si nzuri kiasi cha kuwaruhusu kupambana na manasikul hajj, au wana vipingamizi vingine, wamezuiliwa, na leo kunaweza kuwa na vizuizi vingi tu vya kumzuia mtu kufika haji. Akiwa na kizuizi kama kile, basi jukumu lake linakuwa limeondoka. Lakini yote mule ambaye kwamba ana uwezo wa kiafya na vitu vingine, masharti mengine na kudra na mali, anawajibika kwenda kufanya haji kwa namna kwamba imeelezwa katika vitabu vya fiqh. Walillahi ala nas hajjul bait man istata'a ilayhi sabila. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ameweka kudra, na hii ndio sharti muhimu katika jumla ya ibadat. Kuna uwezo wa kutekeleza ile ibada, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakalifishi mtu yote kufanya jambo ambalo kwamba liko juu ya uwezo wake. Waman kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin. Na hapo ndipo tumetaja mwenye kukufuru, mwenye kukanusha, mwenye kukataa kutekeleza amri za Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala hamdhuru Mwenyezi Mungu, hampunguzii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kitu chochote, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ghani, na utajiri wake si wa kuchuma, hapungukiwi na kitu. Lau nyote katika ardhi mtakufuru na msimtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi mjueni kwamba hampunguzii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitu chochote. Yanahu la tadhuruhu ma'asiyatu man asa wala tanfa'uhu ta'atu man ata'a. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hanufaiki na taa ya mwenye kumtii, wala hadhuriki na maasi ya mwenye kumwasi. Tukimwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni sisi wenye kudhurika. Tukimtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumfaidishi Mwenyezi Mungu, atumuongezei chochote katika ufalme wake, bali faida inarudi kwetu sisi wenyewe. Taa faida yake ni yetu, na maasi madhara yake ni yetu sisi, hairudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibada ya haji imebeba jauhar ya taa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kiini cha kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunyenyekea na kujidhalilisha kikamilifu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kuonyesha daraja ya juu ya zuhud
na uchaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kufanya tadhhiya kwa kujitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kutoa mali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kujikata na ulimwengu na ladha zake na shahwa zake, kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Ndio falsafa ya haji. Yani hakika ya haji si kwenda tu kutekeleza jumla ya matendo na kuizunguka Kaaba na kwenda Arafa, Mina na kuchinja na kadhalika, bali ni kujidhalilisha kikamilifu mbele ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, kujitenga na kila ambacho kwamba kina kupeleka mbali na taa na dhikr ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana tukasema kwamba baadhi ya vitu ambavyo kwamba vinapatikana leo katika haji vinaweza kuwa ni vishawishi vikubwa vya kumuondoa mtu katika falsafa ya haji, na mtu lazima ajitahidi sana kubakisha maana ya haji, ili kwamba anapohiji iwe amepata daraja ya uchaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kikamilifu. Ndio hakika ya haji. Haji ni safari kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama inavyopokelewa kutoka kwa al-Imam Ar-Ridha alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, qala illatul hajj alwifadatu ila Allah. Illa yani sababu ya kufaridhishiwa haji ni kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kumwendea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kuwa wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni wafd, delegation kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana tuambiwa wenye kwenda haji ni wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fi dhiyafatillah, wa katika ugeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama vile zama ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, katika zama hiyo ulimwengu wote na wanadamu wote wanakaribishwa kwa ugeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wenye kufunga kwa ikhlas na kutekeleza funga zao kama anavyotaka Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi wa Ramadhan ni wageni wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mahali maalum ambapo ni Makka pamejaliwa kuwa ni mahala pa kumkusudia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni kama kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukijua kwamba Mwenyezi Mungu hana zama wala hana mahali. Hakuna mahala ambapo kwamba tunasema kwamba hapa ndipo alipo Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio mwili, sio jism, sio murakkab, hawezi kusifika kwa sifa za kimada, habebi katika zama maalum wala katika mahala fulani. Ametukuka na hayo yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hana upungufu wa kumpelekea yeye kwa katika sehemu maalum. Lakini amejalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baadhi ya sehemu kuwa na utukufu na kuwa na daraja, kuwa na nafasi tofauti na sehemu zinginezo, akazifanya kuwa ni mahala kwa kwamba ni kana kwamba umeenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni wafd, ni delegation, ni wageni wa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala wanakuwa katika safari hii. Kwa hivyo hii ni safari ya kiroho ambayo kwamba mtu anaitekeleza katika msimu huu. Anasema al-Imam as-Sadiq salawatullahi wassalamu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, wa hadha baytun istabada Allah bihi khalqah. Hii ni nyumba ambayo kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala amewafanya waja wake wamjie kama waja wake wamwabudu katika nafasi yake. Yani amewafanya kuwa wenye kumwabudu kwa hii nyumba. Istabada bihi, amewafanya kwa hii nyumba kuwa ni waja wake na wenye kumwabudu. Kwa nini? Liyakhtabira ta'atahum fi ityani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
anawajaribu waja wake kwa kuwaamrisha waiendee hii nyumba. Kwa hivyo wanalazimika kutii amri ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. So ukiangalia ni nyumba kama labda majengo mengine, na sio jengo ambalo kwamba limerembeshwa na kufanywa kwa namna ambayo kwamba utakusudia kama tourism na kadhalika. Nyumba ambayo kwamba imejengwa very simple, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawajaribu waja wake kwa kuamrisha waiendee hii nyumba. Istaabadahum bidhalik liyaktabirahum biityani. Kisha akasema sallu ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Fahathahum ala ta'dhimi, basi akawahimiza kuitukuza hii nyumba na kuipatia cheo na kuienzi. Waziaratihi, na kuiendea na kuizuru hii nyumba. Waja'alahu mahalla anbiya'ih wa qiblatan lilmusallin, akaifanya kuwa ni mahala pa mitume wake, penye mitume wake wanashukia, na kuwa ni qibla cha wenye kuswali. Lilmusallina lahu fahuwa shu'batun min ridwanihi wa tariqin yuaddi ila ghufrani. Kwa hivyo Kaaba inakuwa ni pande la radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na njia ya kuwafikisha katika ghufran, katika maghfira yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mansubun ala istiwa'i al-kamal wa majma' al-'azama wal-jalal, khalaqahu Allah qabla dahwi al-ard bi 2000 am. Imeeleza zaidi kwamba Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ameifanya vile ilivyo na ameiumba kama ambavyo inavyotakana kabla ya kuitandaza ardhi. Tulizungumza masala ya dahwa al-ard, kabla ya kutandaza ardhi kwa miaka 2000. fa ahaq man uti'a fima umir wantahi amma naha anhu wa zajara Allahu al-munshi'a li arwahi waswal. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala basi ameifanya kuwa ndio sababu ya kutiwa yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuepukana na kile ambacho kwamba amekataza na akaamrisha watu kujitenga nayo. Hii ni safari ambayo kwamba watu wanaifanya kila mwaka ili kwamba kuhuisha haya yote katika maisha yao na kujikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kikamilifu. Ni nyumba ambayo kwamba Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ameitaharisha na kuisafisha kutokana na kitu chochote ambacho kwamba kinamweka mbali mtu na dhikri ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio amri ambayo kwamba ilimjia Ibrahimu alayhi salam ya kwanza, tahhir wa tahhira baitiya litaifina wal aakifina wa ruk'i sujud. Basi itaharishe, akiamrisha Ibrahim na Ismail, basi itaharisheni hii nyumba kwa ajili ya wenye kuja kufanya ibada, yani iwe ni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye ambaye kwamba atakaye kusudiwa katika hii Kaaba. Wenye kufanya tawaf, wenye kukaa katika eneo hili la Kaaba na Masjid al-Haram, wenye kuswali, kurukuu na kusujudu, iwe hakuna chochote ambacho kwamba ni kichafu, ni chochote ambacho kwamba kinaondoa katika dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na juu yake inakuwa ni shirki. Ndio maana maulama wetu wameelekeza kwamba al-hajjul ibrahimi, haji ambayo kwamba inatufungamanisha na Ibrahimu alayhi salam na inatukumbusha mila ya Ibrahimu alayhi salam, ni haji ambayo kwamba ndani yake kuna tangazwa ama kuna inuliwa shiar ya kujitenga na mushrikin, bara'atun min al-mushrikin, kama Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala alivyoanza surati al-Baraa, ambayo kwamba ilikuwa ni kutangaza kwamba hakuna uhusiano baina ya mushrikin na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa hakuna ushirikiano baina ya mushrikin na Mtume sallallahu alayhi wa alihi, na wakapawa muhla wa kuondoka katika eneo hilo. Na hii ndio shiara ambayo kwamba inatakana kubebwa kila mwaka ya kuwakumbusha watu kwamba mwenye amri na haki ya kutiwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala,
na kwamba tauhid ndokana itawale ulimwengu, na kwamba hakuna yote ambaye kwamba ana haki zaidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo binadamu yoyote yule ama kichochote kile sio juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utaiangalia haji kwamba haji inamfungamanisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile inamtenga na kumondoa katika hali ya shirki ya dhahir na ya batin, ya ndani na ya nje. Na ndio maana kama maulama wanavyosema, kama kuwepo na kuinuliwa sauti ya kupinga shirki ya kivitendo, kupinga utawala wa kidhalim wamepepari na wote ambao kwamba wanafardhisha mambo wanayotaka katika jamii ya binadamu, kama hakuwepo na shiar kama ile, basi ile haji inakuwa ni pungufu. Haitoshelezi watu kughani, kuisoma Qur'an al-Karim kwa sauti nzuri na kuhifadhi na kadhalika, na hali ya kwamba hawana katika tabia zao, katika suluki yao kujitenga na wanaompinga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, msiwegemee, msiwategemee, msiwatawalishe, msijifungamanishe na wale ambao kwamba wamedhulumu, moto utawashika. La ajabu leo baadhi ya watu wakiinua shiari hii katika haji, katika Maka, siku ya Arafa kwa mfano, ndio siku ya kutangaza tauhidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutangaza kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Utaona watu wengine wakipinga hilo na wakiwazuia kufanya hilo, ambapo sisi jauhar ya ibada yetu yote ni kutufungamanisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala na kutenganisha na kitu chochote ambacho kwamba sio yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana katika sala tunasema kila mara tunatangaza hili. Hii ndio shiari yetu, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wahdahu la sharika la, an la ilaha illa Allah, hakuna chochote cha kuabudiwa illa yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala, mmoja tu, hana mshirika. Hii ndio shiari ambayo kwamba tutakana kuitekeleza katika haji. Mtu anaondoa nafasi ya asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila hatua. Tuona katika kila hatua kuna kitu ambacho kwamba anataka kukifanya, kujiweka karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuanzia mwanzo kabisa anapoanza kwa kuvaa ihram, akiingia katika miqat, akitia nia, akifanya tawaf, akifanya sa'i, akisimama Arafa, matendo haya yote haji ni kwamba anathibitisha kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kujitenga na asiyekuwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio ibada ya haji na ndio mafhumu yake. Na utaona katika hadithi mrefu ya mazungumzo baina ya Shibli na Imam Zain al-Abidin alayhi salam, akimuuliza maswala fulani, ulipokuwa nafasi fulani, ulipokuwa katika miqat, umevua nguo zako, umeoga, umevaa nguo, umevaa ihram, nini ambacho kwamba ulikuwa umekusudia? Je, ulipooga, ulipokuwa unaoga kutokana na madhambi yote? Ulipovaa, umevaa nguo ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ulipokuwa unafanya kitu fulani ulikuwa unakusudia nini? Yote imamu anakukumbusha kwamba jauhar, kiini, spirit ya ibada hii sio hili tendo la dhahir, bali kinachokusudiwa zaidi, kinachokusudia ni kusafisha undani wako, kutaharisha undani wako na kujifungamanisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tawfik ya kuihiji nyumba yake tukufu katika maisha yetu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao kwamba watakuwa wametakabaliwa. Hii ni dua ambayo kwamba tunaisoma kila mwezi wa Ramadhani, kila wakati, na tunaomba Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe katika ufud wa haji. Hatukujaliwa kuwa katika miongoni mwao mwaka huu. Tunaweza kusudia, tunaweza kutia azma, tunaweza kufanya bidii, na tukamwomba Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala
atujalie sisi vile vile tuwe katika miongoni mwa wageni wake maalum katika siku zinazokuja insha Allah taala. Mwenyezi Mungu atukufirie dhambi zetu na tuondoshee, atufutie madhambi zetu, madhambi ya wazee wetu na wazazi wetu wote na wote waliotangulia katika haki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم. بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلق الله البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر العلم الفاخر المنصور المؤيد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والورع عن المحارم واجتناب ما نهى عنه. Kwa mara nyingine tena najikumbusha kama ilivyokuwa kawaida nafsi yangu na nafsi zenu kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufanya bidii kumtii Mwenyezi Mungu na kujiepusha na kila ambalo kwamba Mwenyezi Mungu ameharamisha. Katika haya maisha, hili ndilo jambo la kimsingi, hili ndilo la asasi. Natija ya mwisho ambayo kwamba natakana kuondoka nayo mtu katika maisha haya ni taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni takwa. Vitu vingine vyote ambavyo kwamba tunavikimbilia, tunavishughulikia, mwisho wake ni vitu ambavyo kwamba havitokuwa na manufaa kwetu. Tunaweza kuzozana, tunaweza kugombana, tunaweza kushughulishwa na vitu vingi, kukusanya hiki, kuweka hiki, kimbilia kile, lakini mwisho wa siku fi akhir al-mataf kinachohesabika ni amal, ni taa. Kwa hivyo tusigurike na maisha haya mafupi, wala tusihadaishwe na shetani, tusidanganyike na baadhi ya anasa tunazoziona, wala tusijiingize katika shahawat na kujistarehesha na baadhi ya vitu ambavyo kwamba kesho ni majuto na vikui na manufaa. Tukumbuke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tujitahidi kujipamba na matendo mema na akhlaqi nzuri na kumakinisha iman, tauhid katika maisha yetu. Tuwe makini, tuwe macho katika kila wakati, kwamba tu katika macho za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hatupotei katika macho zake, hatujifichi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mmoja katika maulamai wetu alipokuwa anamuhusia mtu aliyetaka wasia wake, na kama sikosea ni Ayatollah al-Udhma Sheikh Bahjat qaddasallahu nafsahu az-zakiya, akimwelekeza mmoja aliyetaka wasia au nasaha kwa anaenda baadhi ya maeneo kufanya da'wa, mwambia kumbuka hii aya, kwa kwamba anajikumbusha na kukumbusheni nyote. Alam ya'lam bi anna Allah yara, je, hakujua kwamba Mwenyezi Mungu anaona?
Sisi kuasi kwetu kunatokana na ghafla na kughafilika ya kwamba tunashuhudiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alam ya'lam bi anna Allah yara, hukuona kwamba Mwenyezi Mungu anakushuhudia na Mwenyezi Mungu anakuona? Lau kama tutaishi na hii dhikra katika nafsi zetu wakati wote, tukikumbuka kwa Mwenyezi Mungu ananiona, hanioni dhahiran tu, anaona mawazo yangu, anaona fikra zangu, ananiona katika kila hali, niwe peke yangu au niwe na watu, niwe katika giza au nuru. Hakuna kinachofichika kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Ukishajikumbusha hivi, inakutosheleza wewe kujikinga na kila aina la ovu na kila aina la maasi. Yani mwenyewe unakuwa na shurti, unakuwa na askari nyuma yako ambaye kwamba anakukumbusha, angalia katika hadhara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio sababu si usema corruption ambayo kwamba tunaishuhudia, ufisadi tunaoshuhudia, hauna dawa. Dawa yake ni imani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dawa tu ya kuondoa ufisadi na uharibifu ni imani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sababu anayemwamini Mwenyezi Mungu, anamuogopa Mwenyezi Mungu, atajizuia yeye. Hata tuweke askari wa aina gani, tuweke na vitu gani vya kumfuatilia katika kila hali, hakuna kitu ambacho kwamba kitaweza kumzuia mtu kufanya ubaya na uovu isipokuwa kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mbele za watu weza kujidhihirisha kwamba ni mtu mungwana mzuri, maneno mazuri, lakini je, unapokuwa peke yako, unapokuwa katika maficho yako, ni nini unachokifanya? Ndio maana Amiru Mu'minin alayhi salam ametuambia, ittaqillaha fil khalawat fa inna shahida huwa alhakim. Mwogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika faragha zako, hususan ukiwa peke yako. Wa khashiya arrahmana bil ghaib, kwa mwogope Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala katika hali ya kwamba mtu hakuna anayekujua, ni wewe tunajitambua, wewe ni baina yako na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna shahida huwa alhakim, anayeshuhudia ndiye kesho anayekuhukumu. Judge ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa kunta shahida min waraihim, yani pamoja na kuwa kuna malaika wenye kusajili, pamoja kuwa na vitabu vinavyoandikwa, malaika wanaandika, vitabu vinaandikwa, kila kiungo kinasema, lakini pamoja na hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tunavyosoma katika dua ikumail, wa kunta shahidan min waraihim fa bi rahmatika akhfaita. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ametufichia maovu, ametusitiri mpaka tukaonekana tunaweza kujidai mbele za watu kitofauti, lakini anayejua siri zetu na anayejua hali halisi yetu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakati huu ni wakati wa kujikumbusha hiyo. Eid al-Adha yaja. Eid ni tukio muhimu, ni sherehe ya kukamilisha kitu fulani. Inakuja Eid al-Adha, idi ya kukamilisha haji, na sisi tunashirikiana sote na wenye waliko katika haji kuikumbuka hii ibada ya haji. Na tunahimizwa kuchinja, tunahimizwa kufanya yale mambo yanafaa kufanywa, kuwakumbuka maskini na kadhalika, na kumkumbuka Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala na adhama yake. Tujiandae vilivyo. Kumekuwa na mchanganyiko, kumekuwa na hali ya confusion tuseme kuhusiana na siku ya Eid. Mpaka hivi jana ilikuwa bado mjadala inaendelea, siku ya Eid itakuwa ni siku gani. Hatuna wakati wa kuzungumza, lakini mwisho inaonekana kwamba wengi tunaelekea kwa siku ya Jumatano tarehe 27 kwa ndio siku ya haji. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala tuwafikie, na wala mkumbuka wataswali pia 28, Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala watakabalie na kadhalika. Misimamo ya kifiki na maraja, sio mambo ya kisiasa wala ya kupambana na kupingana. Mengine ambayo kwamba tunaishi nayo Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, tunamwomba atuletee nusra, atupe nasr juu ya madhalim wa ulimwengu, ama wote wafisadi na wachafu. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala atupe nusra,
na awape ushindi wanaopambana katika njia ya haki na kuisimamisha dola ya haki na kuandaa njia kwa ajili ya Imam sahib al-asr az-zaman ajala Allah ta'ala farajahu sharif. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على علي أمير المؤمنين وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل جنة من الخلق أجمعين وصل على أئمة المسلمين من ذرية الحسين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي تقي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي زكي العسكر والخلف الهادي المهدي وججك على عبادك وملائكة في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين.